lakini ni kanuni ambazo tumezitengeneza sisi wenyewe kwa kutumia wawakilishi wa vilabu hao. Kila klabu ni mjumbe au ni member wa bodi ya ligi. Kila klabu inatoa mhusika, na hata kiongozi wa bodi ya ligi anapatikana kwenye hivyo vilabu, na zinaandaliwa, zinafanywa marejeo na mapitio mpaka zinakuja kuthibitishwa na timu zote. Kwa ni kitu ambacho wenyewe wamekaa na kukipitisha kiweze kutumika, ni halali ambayo wao wameweza kuihalalisha. Kwa hiyo tufuate msahafu ambao tuko nao. Hiki tunachokisikia sasa chini ingawa akija kwa ukubwa kwamba tayari ndani ya bodi ile kuna watu tayari wamejiuzuru, na hata inatajwa mwenyekiti mzee Steven Mguto. Wewe sasa kwa upande wako? Yaani kujiuzuru ni kitu kimoja na kanuni jambo lingine. Yaani vitu tofauti. Yaani hata kama wakijiuzuru, lakini hoja ya msingi, kuna hoja ya kujibu hapa. Kwa nini mechi iliahirishwa? Na kwa nini huyu asipewe alama? Na kwa nini mechi irudiwe? Haya ndio maswali ya msingi matatu ya kuweza kujibu. Lakini ni timu ambayo ina muundo tofauti kidogo. Unajua katika Afrika au kama dunia, Tanzania ndio nchi pekee ambako unaweza kuona timu ikiwa ina nguvu nchi nzima. Na Simba na Yanga, na hasa Yanga ni timu ambayo ipo kwenye kila mahali, na hata utaratibu wake unaweza kuona ni kama utaratibu ambao umeanzia kwenye mitaa ukienda kata na kuendelea. Kwa hiyo ni timu ambayo ina nguvu kwenye maeneo yote, sio klabu tu kama Uingereza unakuta klabu ni ya mji fulani, labda ni Birmingham au sehemu fulani. Si kwetu, hizi ni timu za si ndio? Na wale wanachama wa Yanga hakuna ambaye ametoka akasema pengine tuandamane tuvunje amani, hakuna. Wale wanaendelea kuinsist, na yale wanayoinsist ndio viongozi wao walikuwa wameyazungumza kwa mujibu wa kanuni. Yaani Yanga alipeleka malalamiko yake kwenye bodi ya ligi ya kudai kwamba kanuni hazikufuatwa na yeye anapinga kikanuni. Si unanielewa sijui kwamba hatuwezi kucheza mechi nyingine tena tukiamini kwamba palikuwa hakuna sababu za kutosha za kuahirisha huu mchezo. Na kwa sababu kulikuwa hakuna sababu za kutosha kuahirisha huu mchezo, tunaomba tupewe alama ngapi? Alama 3 kwa mujibu wa kanuni. Lakini kwa sababu waliolisha mchezo wamekozi yani kadhia kubwa, tunaomba baadhi ya watu mwingine ukimwambia mechi irudiwe kwake ni busara. Mwingine ukimwambia Yanga asicheze kwake ni busara. Kwa hiyo busara ni kitu ambacho kina yani ni universal. Kila mmoja anaweza akakitafsiri, na busara ipo kwa ajili ya kufeva pande fulani, ndio maana busara. Kwa hiyo ukitoa busara, kuna ambaye atakiwa pate haki, utamnyima haki yake, na kuna mwingine utampa haki ambayo inastahili. Bana, kubwa tunalozungumza ni kuhusiana na kinachoendelea nchini kwa sasa, kwa maana ya kwamba binafsi nakumbuka toka March 8 mchezo wa Kariakoo Derby ulivyoahirishwa, kwa maana mchezo wa Yanga ambao walikuwa wenyeji dhidi ya Simba. Uchambuzi umeendelea, umekuwa ni mwingi, kumekuwa tumeona kwenye radio stations wapi uchambuzi umekuwa ni mwingi, maelezo mengi yametoka, Yanga wakatoa statement yao na nini. Lakini mwisho wa siku tunachokiona kwa sasa ni kama kumetulia kidogo. Lakini swali ambalo nataka kukuuliza mchambuzi Salamba ni kuhusiana na kwa nini tumeshuhudia kumeibuka matawi ya Yanga mikoani kila kukicha wao wanaendelea kushinikiza kutaka lile tuseme makubaliano yao walioyafikia kama kamati ya utendaji ya Yanga kwamba wanazitaji alama 3 hawatacheza tena mechi, yanaungwa tamko lile ndio linaloungwa mkono na matawi yote Yanga nchi nzima. Na tunashuhudia kila kukicha, nimeshuhudia Morogoro, si wapi na Mwanza, na kila kunavyokucha matawi kila mkoa yanazidi kuibuka. Kwanza kwa nini hiki kimetokea? Nafikiri unafahamu kabisa kwamba klabu ya Yanga ni klabu ya wanachama. Ni klabu ambayo inaendeshwa na wanachama, bado haijafikia kuwa pengine ikiwa ina asilimia kubwa ya kuwa na mwekezaji, na hata ukiangalia katika mchakato wa mabadiliko, manake stili asilimia 51 zitakwenda kubakia kwa wanachama na asilimia 49 zitakwenda kwa wawekezaji, kama akiwa mmoja, wawili au watatu. Kwa bado utagundua kwamba wanachama ndio wenye nguvu ya kimaamuzi ya kuweza kuamua juu ya klabu yao. Lakini ni timu ambayo ina muundo tofauti kidogo. Unajua katika Afrika au kama dunia, Tanzania ndio nchi pekee ambako unaweza kuona timu ikiwa ina nguvu nchi nzima. Na Simba na Yanga, na hasa Yanga ni timu ambayo ipo kwenye kila mahali, na hata utaratibu wake unaweza kuona ni kama utaratibu ambao umeanzia kwenye mitaa ukienda kata na kuendelea. Kwa hiyo ni timu ambayo ina nguvu kwenye maeneo yote, sio klabu tu kama Uingereza unakuta klabu ni ya mji fulani, labda ni Birmingham au sehemu fulani. Si kwetu, hizi ni timu za nchi. Ndio maana hata katika muundo wao
wa mkutano mkuu walijaribu kutafuta namna ili kwenye kila sehemu wapate wawakilishi kwenye yale matawi yao ambayo yanakuwa nafikiri kuanzia wanachama 100 wanachagua wawakilishi wa mkutano mkuu nchi nzima. Kwa hiyo tulishuhudia watu wakitoka Kagera, wakitoka Nachingwea, Lindi na sehemu nyingine wakija kwenye mkutano mkuu kuja kuwakilisha. Kwa hiyo ndio structure. Kwa hiyo kila ambacho inakuwa kinaamuliwa na hata maamuzi yale ya kuchagua hawa wajumbe wa kamati tendaji maana yake wametokana na wanachama. Kwa hiyo kama ni system fulani ambayo inataka kufanana kama na system ya kiserikali ukiangalia. Kwa hiyo yanapotokea mambo yoyote ambayo yanahusiana na klabu yao ni lazima wahakikishe kwamba kila mtu either ana support au support. Na kabla wanachama hawajaanza kuzungumza, kama unakumbuka walizungumza kamati tendaji ya Yanga. Unapozungumzia kamati ya utendaji maana yake inahusianisha sehemu ya wafadhili au wawekezaji na sehemu ya wenye timu ambayo ni hawa na wanachama. Walitoa maazimio. Sasa yale maazimio yalivyotolewa kilikuwa ni kikao ambacho kimekutana baada ile kadhia kuweza kutokea. Kwa hiyo wanachokifanya hawa wawakilishi wa mikoa ni kuthibitisha kwamba yale ambayo yalikuwa yameazimiwa na mkutano sawa wa kamati ya utendaji yalikuwa yamebarikiwa na wao wakiwa ndio wenye timu yao. Kwa hiyo wanachokifanya ni kuonyesha umma kwamba yale hayakuwa maamuzi tu ya watu 4 au 5, ni maamuzi ambayo yalikuwa yamekaliwa na watu wachache lakini yakituwakilisha tulio wengi ambao tupo katika maeneo mbalimbali. Kwa nafikiri ni wamekuwa na hiyo tabia, sio mara moja mara mbili, wakiwa wametoa matamko ya kuweza kusapoti au kuweza kukemea, kwa sababu ni timu ambayo system yake inahusisha watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kutokana na modo ya klabu yao jinsi ilivyo. Lakini pia ile kadhia haikuhusika tu na watu Dar es Salaam, bado kuna mashabiki walitoka Mbeya. Utakuwa ni shahidi, kuna mmoja shabiki wa mwanachama wa Yanga alifariki pia kutokea Mbeya. Nimewasikia pia watu wa Mbeya pia wameliongelea. Aliongea ile mwenzao alipoteza maisha, lakini alikuja sio kuja kununua nguo au kuja kwenye disco. Alikuwa amekuja kuangalia mchezo. Timu yake nini ya Yanga. Tunaga kuna magari yanapita Costa kutokea Lindi, kutokea Mtwara, kutokea Mwanza, kutokea Bukoba. Kwa hiyo ile kadhia iliyotokea athari yake haishi tu kwa makao makuu ya Yanga pale Jangwani na Twiga. Hapana, ni kadhia ambayo iliwatia hasara na kuwahuzunisha Watanzania kwenye kila kona. Kwa hiyo chochote ambacho kinaonekana kimetoka kwa viongozi kinawagusa kwa sababu wameathirika kwa namna moja ama nyingine. Na kuna wengine hawakuja, lakini mwingine alilipia kingamuzi, mwingine akakwenda kwenye kibanda muumiza, mwingine alifanya kitu fulani. Kwa hiyo effect yake ilikuwa ni kubwa, ndio maana unaweza kuona kwamba pamekopa na sintofahamu kubwa na watu wengi wakijaribu kushare hisia zao za kutoridhika na kilichofanyika, lakini pia kuunga yale ambayo viongozi wao wamekuwa wanayafanya. Kwa hiyo kwa naye washangaa sasa kwamba Yanga wanataka shari, kwa nini tukio lishatokea toka machinano na kitu unaona leo Mbeya, Morogoro, Mwanza, kila mkoa wanaibuka wanasema tunaunga mkono azimio ambalo lilitoka makao makuu. Hasa mtu akizungumzia shari anamaanisha nini? Kwa sababu mpira ni mchezo ambao unaongozwa na kanuni, si ndio? Na wale wanachama wa Yanga hakuna ambaye ametoka akasema pengine tuandamane tuvunje amani. Hakuna. Wale wanaendelea kuinsist. Na yale wanayoinsist ndio viongozi wao walikuwa wameyazungumza kwa mujibu wa kanuni. Yaani Yanga alipeleka malalamiko yake kwa bodi ya ligi ya kudai kwamba kanuni hazikufuatwa na yeye anapinga kikanuni. Si unanielewa sijui kwamba hatuwezi kucheza mechi nyingine tena tukiamini kwamba palikuwa hakuna sababu za kutosha za kuahirisha mchezo. Na kwa sababu kulikuwa hakuna sababu za kutosha kuahirisha mchezo, tunaomba tupewe alama ngapi? Alama 3 kwa mujibu wa kanuni. Lakini kwa sababu waliolisha mchezo wamekozi yani kadhia kubwa, tunaomba baadhi ya watu waweze kujiuzuru. Kwa hiyo mambo ambayo yapo kikanuni na kiutaratibu, na wao kama wanachama au mashabiki wanasupport yale mambo. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati, na kama ingekuwa pengine wanataka tu alama 3 tungeweza pengine washali wamekwenda mbali wakasema kwamba hata kama sheria iko pande wao, wako tayari wao kupokwa alama ngapi? 3 na kushushwa. Haujasikia? Sasa mimi nipate maoni kutoka kwako. Tumesikia issue ya kanuni, issue ya busara itumike, lakini wao Yanga wanang'ang'ania ama wanalilia kanuni zifuate. Wewe kwa upande wako sasa, busara na kanuni unadhani kipi kwenye hili sasa ndio inabidi ndio bora zaidi, unaona bora tukitumike? Kabla hujatengeneza kanuni unaanza na busara na hekima. Yaani ile kanuni yenyewe inakuwa inabeba busara ndani yake. Kanuni kwa hiyo inaanza busara na hiyo hekima katika kuconstruct zile, katika kuzitengeneza zile kanuni. Baadaye zinakuja kutumika. Si unaelewa? Ndio maana katika michuano hii ambapo timu za shiriki, katika utoaji wa kadi nyekundu, kadi za njano, kupigwa adhabu, hakuna siku ambayo tumeona kwamba Simba au Yanga ametozwa shilingi milioni 5
kwa sababu ya kutumia busara kwenye kuingia uwanjani. Unaambiwa ametozwa milioni 5 au mtu amefungiwa kwa sababu amekiuka kanuni namba 1, 2, 3, 4, 5. Lakini wanasema kwamba kwa sababu amekiuka busara fulani. Mpira ni mchezo ambao unaongozwa kwa sheria, kanuni na miongozo ambayo ipo katika kutafsiri zile kanuni. Hiyo ndio key ya mpira wa miguu. Lakini pia hata nchi inaongozwa na katiba na sheria ambazo zipo kwenye ndani ya nchi. Hata taasisi zina taratibu zake, sheria zake na kanuni zake ambazo zimejiwekea. Kwa hiyo nafikiri ni vema tukastiki kwenye utaratibu ambao upo. Kanuni. Ukianza kuzungumzia busara, hii ni relative term. Mwingine ukimwambia mechi irudiwe, kwake ni busara. Mwingine ukimwambia Yanga asicheze, kwake ni busara. Kwa hiyo busara ni kitu ambacho ni universal. Kila mmoja anaweza akakitafsiri, na busara ipo kwa ajili ya kufeva pande fulani, ndio maana busara. Kwa hiyo ukitoa busara, kuna ambaye atakiwa pate haki, utamnyima haki yake, na kuna mwingine utampa haki ambayo inastahili. Kwamba yale matukio tunaona yanatokea hata mikoani huko, mwanafamilia amefanya kitendo cha unyanyasaji ama ukatili wa kijinsia wa hali ya juu, lakini zinatumika busara ili kulimaliza. Na hayo ndio ambayo yanafanya matukio yasiweze kuisha. Yaani hayo unayozungumzia ndio yanapelekea matukio kama hayo yazidi kuendelea na vitendo vizi kuendelea. Kwa sababu gani? Busara haiwezi kusaidia. Sheria zimewekwa kwa ajili ya kuweza kulinda haki za binadamu, sawa, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba dunia inakuwa ni sehemu salama au ni mahali pa kuishi. Kwa hiyo naamini kwamba kama ingekuwa hizi pengine sheria au kanuni za bodi ya ligi zimetoka tu kwa Uingereza au Marekani, zikaitwa pap, tukasema na hizi sio za kwetu hizi, kwa hiyo wakati mwingine tuziache kidogo. Lakini ni kanuni ambazo tumezitengeneza sisi wenyewe kwa kutumia wawakilishi wa vilabu hao. Kila klabu ni mjumbe au ni member wa bodi ya ligi. Kila klabu inatoa mhusika, na hata kiongozi wa bodi ya ligi anapatikana kwenye hivyo vilabu, na zinaandaliwa, zinafanywa marejeo na mapitio mpaka zinakuja kuthibitishwa na timu zote. Kwa ni kitu ambacho wenyewe wamekaa na kukipitisha kiweze kutumika, ni halali ambayo wao wameweza kuihalalisha. Kwa hiyo tufuate msafu ambao tuko nao. Hiki tunachokisikia sasa chini, ingawa akijakuwa kwa ukubwa kwamba tayari ndani ya bodi ile kuna watu tayari wamejiuzuru, na hata inatajwa mwenyekiti mzee Steven Mguto. Wewe sasa kwa upande wako? Yaani kujiuzuru ni kitu kimoja na kanuni jambo lingine. Yaani vitu tofauti. Yaani hata kama wakijiuzuru, lakini hoja ya msingi, kuna hoja ya kujibu hapa. Kwa nini mechi iliahirishwa? Na kwa nini huyu asipewe alama? Na kwa nini mechi irudiwe? Haya ndio maswali ya msingi matatu ya kuweza kuyajibu. Kitu ambacho bado hajajibiwa. Kwa hiyo hata kama akisema leo ajiuzuru au ajiuzuru, ni kuahirisha tu kesi kupeka siku nyingine. Kwa sababu hiyo sio mzizi wa hoja. Ambao wameathirika ni vilabu, walioathirika ni wananchi, walioathirika ni mpira. Kwa hiyo ukitoka athari haiwezi kutoka, lakini kwa baadaye inaweza kuja kusaidia. Kwa cha kwanza ni kutibu kwanza yale yaliyopo, yapatiwe majibu, then katika baadaye kutengeneza mpira ndio mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo leo kuanza kuwajibishana, sawa, ni sehemu moja, kama utawajibisha bila kujibu hili. Sasa na tiba yenyewe ni ipi? Kufuata kanuni na usema. Kufuata kanuni. Yaani ndio dawa. Kama kuna sehemu Yanga amekosea, adhibiwe kanuni. Kama kuna sehemu Simba amekosea, adhibiwe. Kama kuna mtu kunyang'anywa point, anyang'anywe. Kwa sababu zizi zimewekwa kwa timu zote, kuna kipindi biashara, anyang'anywa point, wao wameshasahau. Sasa nini? Vimetokea, kwa hiyo vitu vya kawaida. Kwa hiyo kikanuni hapa Yanga ataadhibiwa kama inavyotajwa kwamba mabouncer wake sio makomando walikuwepo pale. Lakini pia Simba kikanuni ataadhibiwa kwa kugomea mchezo. Kwa hiyo anapokwa alama na kuna adhabu pia inatajwa hata kushushwa daraja. Hayo ndio majibu ninayozungumza na ndio uhalisia. Na ndio kinachotakiwa kifanyike kwa sasa. Na sio mimi niliyoweka. Ndio uhalisia. Kama hivyo imeandikwa ifanyike. Kwa somo la kwanza tulisikia Juve washuka daraja. Hao ulikuwa hujasikia? Ipo. Kwa hiyo nafikiri sio jambo la ajabu. Yaani unajua watu wengi ambacho kinawasumbua na ndio kitu kibaya zaidi. Kwamba kwa nini Simba na Yanga? Yaani kwa nini Simba ananyang'anywa alama? Why? Ni timu ya mpira wa miguu. Haijiendeshi yenyewe, iko chini ya mamlaka. Na kuna taratibu na kuna kanuni na sheria. Yanga ni timu ya mpira wa miguu, inaadhea masharti yote ya FIFA na CAF na ni wanachama. Kwa hiyo ikitokea tu wamekosea, wawajibishwe kama kawaida ili kuweza kutibu mpira wetu. Na pale ndio itapelekea tupate viongozi ambao watasimamia kwenye weledi. Kwa hapa tulipofikia kwa sasa, bodi ya ligi wako kimya, Yanga wanaendelea mambo yao, Simba wanaendelea mambo yao, TFF wanaendelea na mambo yao. Kumekuwa na ukimya kidogo kwa siku 2-3 hizi. Unadhani kwa hili sakata lilipofikia hapa, na kwa wewe kama Dominic Salamba, kwa namna ambavyo unaliona kwamba mwisho linakokwenda kuishia, kwa mimi ninavyoona litaishia hivi? Mimi kwanza jambo ni very complex. Ni very complex kwa sababu hata ambao walitengeneza hawakufikiria kama itafika huko. Mimi naamini kwamba lilitengenezwa. Yaani
ile mechi iliahirishwa kimazonge. Ndio maana unapaka saizi hapa hamna kinachoeleweka. Kwa hata wao wenyewe bodi ya ligi hawaelewi. Hawakutarajia. Na ndio maana mpaka sasa wamechanganyikiwa. Yaani hawakutarajia kuona hii scenario. Yaani kama sana wewe leo kuna mtu ushazoea kumkadiria kwamba huyu nitamfanya hivi, alafu atafanya hivi, nitafanya hivi, itakaa sawa. Siku akigeuka inakuwa ni kitu tofauti sababu kujipanga nacho. Kwa hiyo hawakutarajia kuona hii scenario iliyopo. Lakini mimi binafsi nafikiri vyovyote itavyokwenda kumalizika ndio itakuwa ni mwanzo wa kuconstruct mpira wa ukweli katika nchi yetu. Yaani vyovyote itakavyomalizika kwa sababu lazima imalizike na lazima hivyo atakayeumia. Lazima watu wataumia. Hasa maumivu hayo yatakwenda kuwa tiba ya mpira wetu kwa maana kwamba from there onwards hakuna mtu atakayekubali kufanya upumbavu au vitu vya hovyo akifikiri kwamba atabebwa kwa ukubwa alionao. Ikimalizika kwamba kama ambavyo inatajwa, tunaona uchambuzi mwingi kwamba ligi haiwezi kuisha kama kuna mchezo mmoja. Yanga wanasema wacheze sawa. Ligi itaishaje wakati kuna mchezo mmoja upo? Kwa mchezo lazima uchezwe. Itakapomalizika kwamba dabi imechezwa. Likimalizika hivi. Dabi? Kwamba likimalizika ule mchezo wa dabi umechezwa. Anafikiri sasa hilo ni liko kwa viongozi wa Yanga. Mimi nazungumza kama mchambuzi wa mpira wa miguu. Kwa hiyo kama wenyewe wataamua kama Yanga wao wataridhia. Kama wao wataridhia hiyo itakuwa ni wao, lakini mimi nasimama katika misingi nini? Ya kikanuni. Kanuni. Kwa hiyo kama wao wataamua kuridhia na kucheza hasa hayo ni ya kwao na klabu yao na wanachama wao na habari zao. Hatuwezi kuwaingilia au kuwapangia nini cha kuamua. Lakini tunachozungumza kwamba hapa kanuni ziweze kufuatwa kwa maslahi mapana ya kulinda mpira wa Tanzania.